Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhari gani? Karibu katika update za PMTV. Tupo hapa tena kwa ajili ya kujuzana yale ambayo yanatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa siku ya leo kuna jambo kubwa na nimekuletea sehemu ya baadhi ya mambo ambayo yamezungumzwa leo hii Mei 28, 2026 katika hafla ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa Jeshi la Polisi iliyofanyika Kurasini, Dar es Salaam. Ya kwanza ni kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Chalamila, ambapo yamezungumzia kuhusu wahusika wa mauaji ya Mchina na kuahidi kuwa watapatikana, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amemhakikishia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwa vyombo vya ulinzi na usalama nchini vinaendelea na uchunguzi wa kina kuhusu mauaji ya mwekezaji raia wa China aliyeuawa hivi karibuni, na kwamba wahusika wote watafichuliwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Chalamila amesema kuwa polisi na taasisi nyingine za usalama zinafanya kazi kwa weledi mkubwa na hazitashindwa kuwabaini waliohusika katika tukio hilo. Aidha, amesema serikali ina dhamira kuhakikisha haki inatendeka na usalama wa wawekezaji pamoja na wananchi kwa ujumla unalindwa. Lakini kwa upande mwingine, naye pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema jeshi linatakiwa kujenga imani kwa wananchi, sekta binafsi na jumuiya ya kimataifa iliyopo nchini ili kuhakikisha jeshi hilo linakubalika katika nyanja mbalimbali. Amezungumza hayo leo Mei 28 katika hafla hiyo ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa Jeshi la Polisi iliyofanyika Kurasini, Dar es Salaam. Rais Samia amesema jeshi linapaswa kuhakikisha linawashirikisha wananchi kupitia polisi jamii ili kuhakikisha ulinzi na usalama unadumishwa kwa Watanzania wote. Bila shaka sakata la kifo ama mauaji ya Mchina yule umeyaona yakisambaa zaidi mitandaoni, ambapo inadaiwa alikuwa na kiasi cha shilingi milioni 10 ambacho alibaki nacho hapo kiwandani na usiku, ambapo kwa taarifa za awali walidai kwamba walinzi wa Kimasai ambao walikuwa wakilinda hapo huenda wakawa wanahusika katika mauaji hayo kwa sababu walipotea. Sasa lakini taarifa rasmi, manake kama ambavyo ameahidi mkuu wa mkoa, bila shaka tutaitarajia kutoka kwenye jeshi letu la polisi kwa sababu ni wajibu wao kuleta taarifa kamili ya upelelezi. Nini maoni yako? Shiriki nasi hapo, asante.